Bana time tell tumerudi tena, tuko hapa, mambo ni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii na ndio unafanya hivi kidogo ili tumuone kameramani. Hapo vipi? Hapo sawa. Hapo fresh. Mambo yanakuwa ni mukide of course. Mambo ni mengi of course na yameibuka mambo mengi sana. Yameibuka mambo mengi sana, nadhani tunamjua FM Kibonde. Yes. Ni mmoja kati ya mtangazaji mkubwa sana, takriban miaka 9 au miaka mingi kwenye tasnia ya utangazaji. Yeah, rest in peace. Yeah, yuko pale na of course amekuja mtoto wake. Amezungumza vitu vingi sana kuhusiana na masuala ya mirathi baada ya baba yake kupoteza maisha, familia ikakaa ikasema kwamba mtoto ana haki zake, kuna vitu vyake, na mtoto Hilda pia amefuatilia sana swala la mirathi. Watu wameenda mpaka mahakamani takriban miaka 7 ndio toka babake afariki. Yes. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hajafanikiwa kwa namna yoyote ile. Ukaja kwenye mitandao akasema anaweza kapata msaada kwa jamii, maana yake babake ni mtu mkubwa na yeye mwenyewe pia ni mtu mkubwa, kutokana na familia yake, mtoto wa marehemu na mdogo wake wanapitia changamoto nyingi sana katika maisha yao, kutokana wanahitaji zile mirathi ya baba yao. Yes. Na ukizingatia FM Kibonde, Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani, alikuwa ni mtu mkubwa, anafahamika, kazi zake tulizifahamu na tuliziona. Ndio. Na msiba wake uligusa watu wengi, ilikuwa ni simanzi. Nadhani kuna baadhi ya watu mpaka sasa hivi bado kile kidonda kijapona hata kama ni miaka 7. Swala kama hili la watu kufuatilia mirathi na baadaye kuja kulalamika kwenye jamii ilitokea pia kwa Jacqueline Mengi, unajua. Kailin naye alipitia situation kama hiyo, akawa anahangaika mpaka akaja mitandaoni kuomba msaada kwa mheshimiwa. Nadhani pia alimtagi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuomba msaada. Kwa hivyo kama inapotokea swala kama hilo, binti mdogo kama huyu anapitia changamoto nyingi. Kwanza ukiangalia umri wake anaonekana tu ni mdogo. Ndio. Actually anapitia changamoto nyingi mpaka kufikia hatua ya kuja mitandaoni kuzungumza timisi kwamba kuna ugumu ambao anaupitia na anaupata. Huenda pia kuna jamii ama viongozi wanaweza kushiriki kumsaidia akafanikisha jambo kama hilo. Manake ukiona mpaka mtu amekuja kwenye mitandao, manake huwa anahitaji msaada, na kama tulivyosema kwamba marehemu FM Kibonde ni mtangazaji mkubwa na watu wengi, na ameacha alama actually. Na nadhani kifo chake amna alikuwa hajakisikia na wala hajasikitishwa. Umeelewa? Kwa unapopata taarifa kwamba baba mzazi wa mtoto au mtoto anapokuja mitandaoni anaishi katika maisha yani sitofahamu, na hasa kuhusiana na haki za mtoto za kwake, manake hiyo inakuwa inaleta ugumu. Sasa hatujui tatizo liko wapi, lipo kwenye familia au tatizo lipo kwenye sheria. Umeelewa? Na siku zote bana, baba yani mirathi inakuwa ni rahisishi sana, kwa sababu ukishajulikana wewe ni mtoto wa shafahamu yani mimi hapa huwezi kuniambia mimi niende mahakamani sababu ni mali za baba yangu, kila mmoja anajua. Umeelewa? Kwa kuna haja ya kurahisisha vitu vingi. Kwa hapo utakuja kuona kama kutakuwa kuna tatizo lipo kwenye familia. Upande wao wa ubabani huenda. Kwa sababu mtoto tayari amekuja kwenye mitandao, na tunafahamu mtu na baba yake wanakuwa kabla mtu kufa kuna mazungumzo fulani yanakuwepo. Umeelewa? Lakini pia kuna wale viongozi ambao wanasimamia mirathi, ambao bana hii mirathi zitaenda kwenye pande gani? Zitaenda kwenye pande ya watoto na labda kutakuwa kuna fungu jingine litaenda kwenye upande la familia. So kwa namna hii inaonekana hata kama kuna mali ilitoka kwa watoto, basi inawezekana hawajaridhishwa nazo au hawajapata kabisa, which is ni kitu sio kizuri. Yes. Kitu kimekaa kwa design hii hapo, na masuala ambayo yanakuwa tayari huenda yako mahakamani pia yanaleta uafueni kama kutokuwa kuna msaada ambao unapita hapo kwenye kufuatilia swala zima la mirathi. Sio vizuri. Kwa upande wa Hilda, nafili maumivu yake kiukweli. Nafili maumivu yake, kupoteza mzazi sio kitu cha kawaida. Yaani kisikia kwa mtu mwingine jamani. Si baba, si mama. Kupoteza mzazi
bado ni kidonda ambacho huaga hakiponi jamani. Yaani unaforce kusahau, unaforce kuzoea. Sasa just imagine unazidishia pia na swala zima kuhusiana na swala mirathi, unazungushwa. Yaani hauelewi, yaani future yako huioni, yaani pia hiyo inachanganya sana. Muda unaenda. Mimi nadhani kuna wakati mahakama irahisishe mambo. Unajua kuna wakati mtu unapoteza muda mrefu sana unafuatilia kitu kwenye kesi ambayo inawezekana wasomi wanajua jinsi gani ya kutatua kwa urahisi, lakini sasa ugumu unakuja pale ambapo wasomi wanahitaji kitu fulani au wanakuzungusha kwa mlolongo mmoja ambao sio mzuri. Unajua sasa hivi Watanzania wanatakiwa tuwe tuna huru. Mtu anatakiwa kupoteza muda kwa vitu vidogo au unatakiwa kupoteza time kwa process zao wenyewe. Mambo ni mengi sana sasa hivi ya kufanya. Kwa hiyo mtu kama ni sheria inaruhusu kama hii ni jambo lake, anatakiwa apatiwe chap. Umeelewa? Yaani zile haki za kibinadamu zinatakiwa zitendeke kwa haraka, mtu kufanikisha jambo lake. Imekuwa vitu vinakuwa vingi sana. Mtu anaweza kaenda mahakamani miezi 3, 4, miaka 5, 6 anafuatilia kesi moja. Yaani kiasi kwamba inachosha kiukweli. Kwa hiyo fika wakati tujaribu kuwarahisishia. Kama mtu anajua kabisa faili lake lina tiktiki kila sehemu na anakuja, unajua mpaka mtu anakuja anasema hivi, unajua tayari anajua hakika hii mali ni ya kwangu na nini. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu vidogo tu kurahisishwa hapo ili mambo yakaenda clear. Kwa hiyo dada amekuja, ameongea na anaomba msaada, maana yote anaomba msaada. Na tunafahamu kwamba marehemu ni mtu mkubwa, alikuwa na watu wengi wakubwa. Na of course ana mizizi mikubwa. Na tukianza kuwataja hapa, kuzungumzia FM Kibonde, unamzungumzia mkurugenzi wa vipindi, ndio unamzungumzia Joseph Kusaga. Umeelewa? Ni moja kati ya watu wake wa karibu. Lakini pia kwa nimtaje babake huyu marehemu Karin, alikuwa ni Gadi Najia Bash. Hao wote walikuwa marafiki. Nadhani sijui nani katangulia kwenye mwanzo hapo. Alitangulia FM Kibonde, baada hapo akaja Ruge. Baada ya Ruge of course ndio akaja Gadi Najia Bash, na pia wampita hapo wengi ambao tayari wameshapoteza maisha. Umeona kabisa ni timu ambayo ni kubwa sana. Kwa hiyo tujaribu kuomuombea msaada. Maana katika maisha kama alijakukuta wewe, basi omba lisikukute. Usiombe likukute. Iko hivyo, story ndio iko hivyo. Kuhusiana na Hilda Kibonde, amekuja na kuomba msaada kutokana na kile ambacho kinaendelea kuhusiana na masuala mazima ya mirathi ya baba yake Bwana Ephraim Kibonde, ambaye tangu tumempoteza ni miaka 7 sasa. Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Na iko hivyo. Tunamaliza hivyo kwa siku ya leo. Bado tunataka kukukumbusha pia kucomment, kulike na kushare, kusubscribe channel yetu, unakometisha Kinyamwezi zaidi. Endelea pia kutufuatilia kwenye account ya Instagram, siku zote tuko live pale. Kwa ndugu zetu ambao mnatufuatilia, basi time ni yenu, to follow, like, comment, inakuwa ni freshi. Unyama mambo anakuwa ni viede. Nyamwezi. Unyama unakuwa. Mimi naitwa Ching the baddest. Mtu mbadi. Mimi naitwa Sammy baby.